Tarehe 4 Januari mwaka 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa hapa jijini Dar es Salaam ilipigwa mbungi moja kali mno iliyokuwa ikihusisha vilabu viwili vikubwa kutoka katika mataifa mawili tofauti, na wazungumzia Young Africans kutoka katika ardhi ya Tanzania pamoja na TP Engleba Mazembe kutokea kule nchini Kongo. Na hapo ndiko ambako story yetu Dar Sports inaanzia. Mimi ni Florence Renatus, mwenzangu ni Hasani Saddam. Tuko tayari tena kukupa taarifa nyingine nzuri ya kimichezo, na hii ni nzuri kweli kweli kwa sababu hivi ndivyo ambavyo vitu tumekuwa tukiviota kila kukicha, na ni kitu ambacho kiliwahi kutokea hapa kwetu nchini Tanzania, lakini aliyewahi kukifanya hakuwa Mtanzania, alikuwa anatoka mataifa mengine. Sasa hivi anaingia hapa ni Mtanzania mwenzetu, tena kijana mdogo tu. Bwana, karibu ndani ya Dar Sports, lakini lazima nikupe taarifa moja nzuri kutoka Jaba Air Solution kutokana na yale ambayo yalikuwa yakiendelea hapa katika nchi yetu ya Tanzania. Jaba Air Solution wanatoa tangazo ya kwamba ndugu wateja wetu wapendwa wa Jaba Solution, mzigo ipo kwenye process ya kutolewa airport. Ikifika ofisini tutawapa taarifa, mje mchukue. Hii ni taarifa muhimu mno kutoka Jaba Air Solution. Wakasema tuwafikishie wale wote ambao wamekuwa wakituuliza kuhusiana na hali ya mizigo yao ambayo walikuwa wameiagiza kutoka Guangzhou China mpaka katika ardhi ya Tanzania. Basi tusipoteze muda bila wakati. Asante Saddam. Kwa vizuri, muda ni upanga. Muda ni upanga. Kwenye methali ya Kiarabu bana anasema alwaqt kasayf. Okay. Ina maana kwamba muda ni upanga. Sure. Kwa ina maana unapochelewa tu kidogo papo unakukata. Kwa unabidi uzingatie muda kuliko kitu chochote. Very true. Kitu cha muhimu sana duniani ni kuzingatia muda. Yaani ukishindwa kuzingatia muda wako itakukosti sana. Na muda ndio kitu cha thamani ambacho watu tunakitumia pasipo kujua imebaki kiasi gani. Na baada ya muda uliopotea, sasa baada tunaanza kulalamikia muda uliopotea bila kujali ambao unafanya nini. Unajua unaweza kawa na fedha ukajua nimetumia 10,000 nimebakiza 5,000. Ndio. Lakini muda huwa tunautumia, ni kitu cha thamani sana. Tunakitumia lakini hatujui kimebaki kiasi gani. Tunanielewa vizuri. Bwana, karibu tena ndani ya Dar Sports. Nimeanza vizuri kweli kweli, nikakwambia tarehe 4 Januari 2025 nikakukumbusha nini ambacho kilitokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Chuma 3 kwa moja Young Africans alishinda dhidi ya TP Engleba Mazembe, na hako ndiko ambako story yetu inaanzia. Unanielewa vizuri story yetu hapo ndiko ambako inaanzia, na mhusisha kijana mdogo Clementinho Mzize. Bana anaingia kwenye tuzo alafu ana hali mbaya ya majeruhi bana. Yaani anaingia kwenye kitu kikubwa Afrika alafu kunyuma hawezi tena kukiendeleza kukifanya ndani ya Afrika kutokana na ndani ya miezi kadhaa. Miwili. So lazima tuwape taarifa afu then tutoe na namna gani ambavyo wanapaswa kufanya. Moja ya kitu kizuri kutoka katika tuzo ambayo anaigombania Clementinho Mzize ni tuzo ambayo inahusisha kura. Yaani kura zenu nyingi ndizo ambazo zinaweza kumpa tuzo. Zinampa tuzo. Bwana, shirikisho la soka la barani Afrika CAF limetangaza Clementinho Mzize kuwa mmoja wa wachezaji ambao wameingia kwenye kinyang'anyiro cha kugombea goli bora la msimu. CAF wametoa taarifa kuanzia tarehe 6 ya mwezi Januari mwaka 2025 mpaka tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka 2025. Michuano yote ambayo ilikuwa iko chini ya CAF ilikuwa ikiendelea katikati hapo. Wametoa orodha ya magoli ambayo yamefungwa, na goli la kijana mwenzetu Clementinho Mzize kutoka katika klabu ya Young Africans ambao alifunga dhidi ya TP Engleba Mazembe limeingia kwenye kinyang'anyiro cha goli bora la msimu. Right? Tukumbuke hili ya kwamba unakumbuka 2022 Tanzania kupitia klabu ya Simba walimtoa Pape Othman Sako akapata ile tuzo kupitia ile acrobatic goal. Acrobatic aliwafunga alikuwa ni JS Kabir na alikuwa ni Aseki Mimosa. Uwanja wa Benjamin Mkapa. Na kwa hiyo tuna bahati sana uwanja wa Benjamin Mkapa umejikuta unatoa magoli bora bana. This time nao umetoa goli jingine ambalo limeingia kwenye tuzo. Sasa nimezungumza na nimemwambia mtazamaji wa Dar Sports ya kwamba kitu kimoja kizuri kuhusiana na hii tuzo ni kwamba inaamuliwa na nyie mashabiki. Yaani idadi ya kura zenu. Na swali inaweza likawa ni namna gani ambavyo tutaweza kumpigia kura Clementinho Mzize. Tutatoa video fupi, Mr. Pako ataiweka, kila mtu ataona namna gani ambavyo kumpigia kura ili kijana. Tanzania unajua akishinda yeye ni Tanzania imeshinda kwanza. Ni Mtanzania mwenzetu. Yaani furaha tulionayo ni Mtanzania mwenzetu. Ukiachana ile ya Pape Othman Sako kwa sababu ni Msenegali, hata alipoichukua kama ni wa Senegal neno ndio kaipa sana nimetoka Simba. Simba Lakini
nationality ni Senegal. Kwa hiyo kidogo inaupunguza uzuri wake. Kuna namna ambavyo inashusha fulani hivi. Hata standard, lakini kama sasa unaona akichukua Clement Mzize ni Tanzania, ndio ni Young Africans, lakini kwa mchezaji ni fursa kubwa kwetu kwa Tanzania. Na sisi tunaanza kujivunia, tumezoea tu kuviona nje kwenye mataifa ya national hali mataifa mengine. Sababu ukiangalia kwenye zile tuzo yupo Shomari Kapombe anagombania mchezaji bora. Ni kitu ambacho unaona kina ile bahati mbaya zaidi ile inaamuliwa na wao wenyewe. Alafu bado Simba nayo yupo kwenye timu bora zile. Bado nao wanaamua wao. Ukiangalia siku zote timu bora ni ile ambayo imekuwa ikichukua Champions League. So ukiangalia direct tunamwona Pyramids tunaenda kuwa timu bora. Lakini ukija kwa Shomari Kapombe, yes inawezekana, lakini ukiangalia wale walioko unapata mashaka sana, si ndio? Yani bado ni ngumu kumpa direct kumpa Shomari Kapombe kama zakawa mchezaji bora mbele ya Fiston Kalala Mayela ambaye ana msaada mkubwa kwa Pyramids kuchukua ubingwa, mbele ya Sam yule wa Umlawi wa RS Berkane. Bado kuna wachezaji wengi wamefanya juhudi kubwa sana. Ukichukua tu vile unaona yani ni at least huyu ambaye tuko naye ambaye tuna fursa ya sisi kuamua sisi tunaweza tukaamua na inawezekana awe mshindi. Tunaamini wa Tanzania wakiamua tunaweza, kwa sababu wa Tanzania ni wengi sana. Bana, kuanzia tarehe 3 mwezi wa 11 mpaka tarehe 12 kwa maana Jumatano ya wiki ijayo ndio itakuwa mwisho kumpigia kura. Mr. Paco wawekea watu video watazame vizuri namna gani ambavyo unapaswa kumpigia kura Clementinho Mzize. Hili ni la kwetu wote wa Tanzania, kama ambavyo tumekuwa tukipenda vitu vyetu kivyetu vyetu. CAF Awards. Ukiingia kwenye Chrome hapa unaandika CAF Awards 2025, then watakuletea hapo, ingia hiyo link ya kwanza. Link ya kwanza utakuta maelekezo hapo, then kuna hii link ndio ambayo itakupeleka kwenda kumpigia kura moja kwa moja. Hapo hivi ukibonyeza hapo inakuletea orodha ya wachezaji ambao wanagombania hiyo nafasi ya goli bora la mwaka. Kwa hiyo utateremka chini utamkuta mwanetu hapa Clementinho Mzize, goli lake dhidi ya TP Engleba Mazembe. Unabonyeza hapo pembeni, unakuwa tayari. Unaona hapo CAF anakuambia thank you, your voting has been submitted. Inakuwa ndo tayari umeshampigia kura Clementinho Mzize. Bwana, tutishe wanangu, huyu ni kijana mwenzetu. Bwana, hiyo ndio namna gani ambavyo unaweza kumpigia kura Clementinho Mzize katika goli hilo, goli bora la msimu, kama ambavyo tulifanya kwa Pepe Osman Sako. Moja ya kitu kizuri ambacho mimi nakipenda kwetu wa Tanzania, tukiamua jambo letu linawezekana. Kwa hiyo ni wito wa Tanzania wote. Wewe unaupenda mpira, wewe upende mpira, azimata unamiliki smartphone. Sasa kuchukua wala ataichukua MB zako nyingi, chukua tunaenda kampigia Clementinho. Unaingia zako Chrome pale, Chrome haitumii muda mrefu sana. Mtazamaji wa Sports, ukipata muda unaweza kupitia kwenye account ya CAF pale, walionyesha aina ya magoli ambayo wenzao wa competitor wa Clementinho Mzize waliweza kuyafunga. Lakini moja ya goli ambalo wengi tunalikumbuka vizuri, japokuwa unajua imehusisha michuano ya CAF yote kuanzia Januari 6 mpaka Oktoba 15. Michuano yote ambayo iliendelea hapa katikati ambayo ilikuwa chini ya CAF. Magoli yote yaliyofungwa, iwe ya under 20, iwe ya dada zetu AFCON alafu kulikuwa na Chani, sio Confederation, hata ya kwetu loko Tanzania. Kwa watu wengi wanaoikumbuka tu ndio hiyo Chani, loko Tanzania na Uganda. Na moja ya goli ambalo mimi nimeliona ni goli ambalo linaweza likamchallenge sana Clementinho Mzize, goli alilolifunga Osama Lamlawi ile game ya Morocco dhidi ya Madagascar finali. Ilikuwa finali, ilikuwa chuma ya 3 nadhani. Ilikuwa ya 3, anageuka kama ilikuwa kama ukiangalia ni ametoka tu kwenye ile ya 18 nini kwenye ile nani pale kwenye cycle pale kwenye cycle alikuwa mbele kidogo, amesogea mbele ile kadeshi yo hata beki kujua kama mtu angefunga pale. Alafu goalkeeper naye kama alikuwa ameenda kutembea amesogea mbele, jamaa akamchungulia akaiweka kamba mbele. Kwa ni naweza likawa bora, lakini magoli ni mengi mazuri. Magoli mengi ni mazuri. Kiangalia kuna goli alifunga Safian Bayazidi Algeria. Ilikuwa ni Algeria na Uganda. Alisogea nayo, ila alimsogeza kama goalkeeper anakuja.
Afa akaachia kombora la mbali. Hili ni sana ziliendana na usawa na Clement Mzize. Sema la Clement Mzize lenyewe lilikuwa mbali sana. Ukiangalia goli lingine ni la yule ambaye tulikuwa alikuwepo group moja na Jean Claudier na Young Africans. Jean Claudier unakumbuka Jean Claudier Girimugisha Al Hilal dhidi ya MC Alger. Game ilipigwa kule Mauritania ambako walitumia kama uwanja wao waliukodi. Na raundi hii bana umeona wamechukua uwanja wa Mahoro kule Kigali. Rwanda ndio wataka kutumia. Sema na hii Al Ahly Omdurman nao wanazunguka sana na viwanja. Yani kutokana na hali ya kiusalama. Hali ya nchini kwao ndio. Of course ukipata muda mtazamaji wa Dar Sports utapitia magoli ambayo aliyaposti kwenye account ya CAF Online. Ukiingia Instagram unakuta magoli. Hapa sisi tunafanya tu tathmini ya magoli ambayo tunaona yanaweza kawa na competition kubwa sana kwa kijana mwenzetu Clementinho Mzize. Ukiangalia goli la Girimugisha nalo pia linaweza likawa na competition kidogo, lakini sababu alipiga strike ilikuwa ni nje ya 18 akaweka mpaka ndani. Akaweka mpaka ndani. Ukiangalia kidogo kuna namna ambavyo nalo pia kuna goli la Kelvin Ferry la Madagascar na Morocco. Ilikuwa ni acrobatic kwenye net. Haikuwa acrobatic, ilikuwa ni strike nje ya 18. Nje ya 18. Yes, naye ameingia kwenye tuzo naye. Kwa magoli haya ya umbali yapo mawili. Kuna goli moja la acrobatic katikati miongoni mwa magoli yanayoshindana. Itafikiri ilikuwa ni la Barbara Brandes la Zambia, Wafcon la mwanadada mmoja. Ile kwenye 18 pale kageuka mle kapiga tic-tac hadi golini. Ile tic-tac ya mwanadada, hiyo ni ya mwanadada mmoja huyo. Goli la Mzize ni strike moja hatari sana. Alafu mbali kidogo unaweza kutafuta nje, unaweza kukuta ni 24 pale mita 24 ambao unaweza likampa competition sana. Likawa la Jean Claudier Osama la Mlawi. Ile game ya Morocco na Madagascar. Ukiangalia la Mlawi alipiga mbali sana la Mlawi. Unajua ile ni mbali mno, yani ukiangalia ni kutoka tu katika, yani kutoka kwenye ile cycle ya uwanja kusogea mbele kidogo akaopti kupiga. Ile ni mbali sana. Sasa hem tuangalie la Clement Mzize. Ukilitazama vizuri alikuja, umesikia kuna beki mbele zinamfuata, si ndio? Kama zile beki zinafunga ile zinafanya obstruction mbele yake. Lakini bado alipiga pale miongoni mwa mabeki walikuwa kama watatu hivi wote wanamtazama. Lakini bado akaupitisha mpira. Lakini ukiangalia goli la Osama, yeye alikuwa mwenyewe, yani ukiachana mabeki walikuwa wameacha nafasi. Alafu ndo anaopti kufanyaje? Kupiga. Ina maana amepokea mpira turning yake ya kwanza na analiangalia goli. Anashuti. Ina maana hata wakati mabeki wanakuja kufanya coverage ya kumkaba, tayari yeye alishanyanyua macho kwamba golikipa hayupo. Hilo ndo macho ya striker bana. Kwa hiyo kaangalia labda kwa mimi kwa mtazamo wangu, goli la Clement Mzize linaweza likawa goli bora zaidi. Kutokana na umbali, alafu watu kiangalia na ufinyu, yani engo yeye kupiga. Na bado alikuwa alikuwa kwenye move. Yes. Sasa ile ndo kwenye fitness ile tunaita body coordination. Yani ule muunganiko wako wa mwili kwenye kutenda mambo mawili wakati ambao unatenda jambo lingine. Ile hapo nilikwambia, yani ile upo kwenye move hivi wakati ambao unajua mpira ni kitendo cha sekunde. Wakati ambao wapinzani bado wanafikiria huyu mtu anafikiria atoe assist au ashuti. Yani ule wakati ambao unajua ile wanakuwa kama wanafikiria, mmoja anasema sasa nikimfuata anaweza akatoa kwenda kwa fly. Nikawa nimeacha nafasi huko. Yani ukiangalia goli la Mzize hakutoa nafasi ya wapinzani kujua nini ambacho Mzize anataka kwenda kukifanya. Kwa sababu engo aliyokuepo Mzize ni ngumu yeye kushuti. Kwa hiyo ilikuwa ngumu kwa sababu engo aliyokuepo ana mabeki takriban watatu wamesimama mbele yake. Huyo yuko pembeni, mmoja yuko mbele yake. Kwa hiyo ni ngumu kuliko goli la Osama Berrau, kwa sababu Osama yeye ani direct hata mabeki ukiangalia ndo anakuja. Ina maana amepata mpira, mabeki sasa ndo wanaanza kuja kufanyaje kumfuata. Alijaribu mimi na sometimes naamini ndo maana bana naweza nikasema football ni bahati. Ile nayo inawezekana ni bahati tu. Unapiga mradi kwa sababu tayari ushaona jicho, ashaona golikipa ametoka. Kwa anaamini obviously golikipa na hata kwepa afa anashuti refu.
Kwa naamini ndo swala linawezekana nalo ila la Kevin Feli ile ya yule wa Madagascar ile nayo inawezekana sana Clement. Sema sasa yeye alikuwa karibu hii 18 mbele kidogo ya 18 kwenye ile D pale kwa pembeni. Unajua ile engo ilikuwa ni ngumu yeye kushuti. Kiangalia engo ya Kevin Feli. Bado na mabeki kama watatu walikuwa na mabeki wawili ambao walikuwa afu pembeni mwa 18 akaopti kupiga. Mtu unaitafuta engo ya golikipa naye kabana pale pembeni. So kitu kizuri kutoka kwenye goli la yani kwenye hii tuzo ni Watanzania ndio waamue. Mataifa yote ndio yaamue. Yani tuzo ipo kwenye mikono ya mashabiki wa Clementinho Mzize. Hivi msimu uliopita alichukua, ukiachana Papa Osman Sako, msimu ulioisha alichukua huyu wa striker Mabululu kama unakumbuka. Alifunga goli bora la Zambia. Yes, ndio alichukua goli bora la Zambia kama unakumbuka. Kuna goli moja kama ilikuja kama kevu fulani hivi ya kidosi hivi viatu kwa mbele hivi. Nimeikumbuka hiyo. Alifunga goli bora sana. Nafikiri tena ile goli lake ilikuwa ni karibu kabisa ndani ya box pale kwenye box la golikipa. Mpira umekuja kama afa kaitafutia engo ya mbali hivi kama wazee wa PS kama wabahatika kucheza zile wanaziita R1 na R2 ile R1 ukipiga na R2 hivi na ikevu kama unakevia kwa pembeni. Sasa naye alifanya kitu kama hicho. Ademola ndo alikuwa yeye ndo alibeba Ballon d'Or, si ndio? Ademola Lukman. Yes. Wakati kipindi hicho hivi bado saizi yuko Atalanta, alikuwa Atalanta msimu uliopita hata naibebe utuzo. Nadhani bado yupo Ademola. Angeondoka ningeona kwa Fabrizio. Bwana unaona kama mtazamaji wa Dar Sports, kikubwa zaidi ambacho naendelea kukumbusha ni kuhusiana na Clementinho Mzize. Nafasi ya kumchagua Clementinho Mzize ipo katika mikono yetu sisi. Tuzo hii inaamuliwa na mashabiki na wadau wa soka. Kwa hiyo CAF wao wanakusanya zile votes na ambaye anakuwa ameshinda ndio huyo ambaye wanampa. Hawa hawana longolongo. Hii haina upendeleo kama unajua hizi nyingine unaweza kusema sisi Afrika wanaweza katufanyaje wakatuminya labda na nini kwa sababu si hatuoni kinachofanyika, lakini hii ni kura zako binafsi. Ukiona kura nyingi unaruhusiwa kuchukua. Na bahati mbaya bana Clement Mzize kama nilivyokuambia pale ameingia kwenye tuzo alafu hali yake ndio hivyo mbaya. Hilo alizuia unajua. Hilo ingekuwa na maana aachana kuzuia si ya msimu uliopita. Tunazungumza msimu huu, ina maana ndani ya msimu huu angeendelea kampeni yake alipoishia. Magoli mazuri tungeendelea kuyaona kwa sababu nafasi alikuwa bado anayo. Bado yuko group stage, ndio kwanza wameanza group stage. Alikuwa anakuja na Tanzania, kwa hiyo tungeendelea kuona magoli mazuri ya Clement Mzize, lakini ndio hivyo kutokana kwamba atakuwa nje ya miezi miwili nalo linakuwa linashusha credit nyingine. Bwana ni kitu kimoja kizuri sana. Nilikuwa naangalia hapa player of the year. Hii inahusisha wachezaji wote kwa maana ya nje na wa ndani. Imagine yupo Mo Salah hapa, nimemwona Fiston Kalala Mayele, Ashraf Hakimi, Victor Osman, Imani Ndiaye, Pape Matali Sala, Osman Alamlawi. Bwana msimu huu inawezekana hizi tuzo zikawa na mambo mengi sana. Hii ni ile Intercontinental kwa maana wale wanaokuwa ndani pamoja na nje. Kwa kweli msimu huu bana mimi watakuwa usipompa Fiston, mimi si beti umesikia, lakini wasipompa Fiston Kalala Mayele kwenye hiyo listi atakuwa sometimes wamemwona, kwa sababu ukimpa hata Mohamed Mo Salah msimu huu akiwa na Liverpool amefunga, lakini haja play part kubwa sana ndani ya Liverpool msimu huu. Nafikiri utakuwa shahidi anapitia wakati mgumu kama ambao anaopitia Prince Mpumelelo Dube pale Yanga. Kuhusu kuniambia msimu huu ukiangalia kwenye hiyo list nzima ukiangalia labda waseme wampe Osman, wampe labda huyu jamaa Pape Osman Alamlawi. Achana Osman Alamlawi. Nani huyu alioko hayupo, sijama umemtaja sijamsikia kwenye tuzo. Huyu alioko Uturuki saizi yupo Galatasaray. Na yupo Galatasaray. Victor Osman. Yeah, sure. Kama huyo yupo basi ana deserve, maana ni ngumu sana kumnyima huyo kijana tuzo yake. Sasa mfano na Nigeria, akiwa na Nigeria amefanya kazi kubwa, bado akiwa na Galatasaray. Sasa tunapozungumza ndo anaongoza UEFA Champions League. Juzi alipiga hat-trick. Ndo anaongoza kwa wafungaji. Kwa tuzo za Afrika anafaa yeye. Ile Intercontinental. Sasa ile Interclub ukiangalia aliyopo Shomari Kapombe ndugu yetu pia. Hapa kuna watu kweli kweli. Yaani unajua kwanza picha linaanza yupo Yusufu Dayo nimemuona, Fiston Mayele, Imamu Amshur, afu kuna ile midfielder moja ya Pyramid ile inaitwa Ibrahim
Adel. Ibrahim Adel naye yupo kwenye tuzo sasa, yupo kwenye tuzo za goli bora. Alafu kuna na yeye yupo kwenye tuzo za goli bora. Yes. Alafu kuna Osama Lamlawi. Huyo kijana yupo. Unajua Osama Lamlawi na Fiston Kalala Mayele ni watu wawili uweze ukawatenga. Yaani watu wawili uweze ukawatenga msimu uliopita Osama Lamlawi na huko kwa kombe la shirikisho, huko na kwa Champions League. Fiston kushirikishwa pamoja na michuano ya CHAN. Of course. Yes, Morocco. Ndicho ulichokuwa na maana. Yes. Kwa hiyo na maana kwamba msimu huu ukawatenga. Okay. Fiston Kalala Mayele ukamtenga. Yaani kuna tuzo hata kama ni wewe binafsi tu ukiulizwa saizi, ukiangalia kwenye list ya Afrika kwa sasa. Fiston Kalala Mayele amefanya mchango mkubwa. Balance. Sasa balance sio tukieleza kufanya balance bado tunaharibu. Natakiwa twende direct. Moja kitu ambacho kipo kwenye soka letu la Afrika ni kufanya vitu kwa lengo la biashara. Nimeliona sana. Mfano ule msimu ambao Young Africans alipaswa waende nusu finali. Zikapilika porojo pale kwamba TVR ifanye kazi. Yaani VAR haikufanya kazi kwenye penalti ya Yanga tu. Sababu siku ile tulimuuliza Mwamnyeto, siku nilikuwepo pale kwenye media tour. Young Africans walikuwa wanaelekea tena game dhidi ya Al Hilal, nakumbuka vizuri msimu uliopita. Nilikuwepo pale media tour. Young Africans walifanyia pale Benjamin Mkapa. Nimuuliza Bakari Nondo Mwamnyeto, nahodha wa Young Africans, kwa nini ukwenda kuzungumza na mwamuzi kama ambavyo Arabu wao wanashinikiza? Mwamnyeto akasema ya kwamba alienda kumuuliza mwamuzi akasema VAR ilikuwa ifanye kazi kwa muda ule, kwa hawezi kudefine kama ni goli au sio goli. So nilipokuja kupeleleza kuuliza baadhi ya wataalamu kuhusu soka la Afrika, wakatuambia mara nyingi hawa watu huwa wanaenda kibiashara. Yaani timu gani ambazo wanaziona zikifika finali zinaweza zikauzika kimataifa, kwamba hata Ulaya waseme bwana kuna finali ya Champions League pale barani Afrika. Kwa hiyo yani zile timu ambazo zina sijui kuelezeje, zina status kubwa tayari Afrika kuanzia nchi yake na ukitaja hivi kibiashara inamata. Yaani ukitaja tu hivi kibiashara inamata. Mfano for instance sasa hivi ukitaja Pyramids kibiashara inauza. Hata nchi nayo inamata. Hilo pia malizia kwa kumkumbusha mdau na mtazamaji. Wale mtazamaji wa Dara Sports, na kukumbusha kuendelea kumchagua Clementine Mzize. Video nimekuwekea vizuri kabisa hapo na umeitazama kwa makini. Dara Sports, watu makini. Asante kwa pako na asante kwa wewe ambaye hujatuchoka. Kila siku umeendelea kutufuatilia. Ubarikiwe mno. Karibu tena ndani ya Dara Sports.